Haya mengi yanayoonekana ndani ya Simba ni sawa na historia, lakini historia ambayo unaiona kwamba ni historia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ndicho kitu ambacho watu wengi walihitaji kutambua na wengi walihitaji kutambua ni juu ya ujenzi wa uwanja mpya wa klabu ya wekundu wa Simba. Bwana, umeibuka mjadala mpana, tena mpana wa aina yake, ambaye ni mzabuni wa Simba Sports Club kwa maana ya kampuni ya Jairut ambayo ipo chini ya mkurugenzi wake Joel Rwegasira. Wao baada ya kupata tenda ya uzabuni ndani ya Simba kwa kipindi cha miaka 5, licha ya uwekezaji wa pesa nyingi zaidi ya bilioni 36 watakazoziwekeza ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba within misimu 5, lakini bado kuna baadhi ya mambo ambayo waliweka wazi zaidi kama sehemu ya ahadi ya kutekeleza kile ambacho mashabiki wengi zaidi walihitaji kujua na walihitaji kufahamu. Moja ya ahadi ya Jairut, licha ya kununua basi, licha ya kujenga ofisi, licha ya kumsajili mchezaji, ambapo sehemu ya kile ambacho alitoa kama ahadi tayari katimiza, lakini Jairut, moja ya jambo kubwa ambalo alitoa kama sehemu ya ahadi yake ni kwamba ataisaidia Simba kujenga uwanja ambao utakuwa na capacity ya kuwabeba mashabiki 10,000 mpaka 12,000 au 15,000. Hiyo ni moja ya ahadi ambayo Jairut aliweza kuitoa wakati ameshinda tenda ya uzabuni ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba. Sasa Jairut tayari yuko huko nchini China, jana amekutana na wakandarasi tofauti na wakati anakutana na wakandarasi alikuwa pia na picha za uwanja kwamba we need to build the stadium, lakini hii stadium ambayo tunahitaji kuijenga ni stadium ambayo ipo katika image ya namna hii, ipo katika picha za namna hii. So akawa ametoa ile ramani na muonekano wa picha harisi kwa wakandarasi wa aina ya uwanja ambao anahitaji kujenga. Sasa wakati ambao ametoa picha na upande wa ramani aina ya uwanja ambao anahitaji ujengwe na wakandarasi kutokea China, ndio wakati ambao tumekuja kutazama upande wa Mo Dewji, ambaye huyu ni rais wa heshima wa klabu ya wekundu wa Simba na tunasema ni mwekezaji pia ndani ya kikosi hichi. Yeye ameandika pia barua kwenda katika upande wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club akihitaji pia naye kupata share ya kujenga uwanja ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba. Uwanja huo utakuwa mara nyingi zaidi unamnufaisha yeye kama tajiri ambaye ni mwekezaji, kwa sababu ni uwanja ambao 20% Simba wataumiliki uwanja, wakati ambao yeye mwenyewe tajiri Kibopa atakuwa na umiliki kwa 80%. Hataji unaweza ukasema uwanja utakuwa ni wa Mo Dewji na sio uwanja wa Simba Sports Club. Kumbuka yeye Jairut, uwanja atakaojenga utakuwa ni uwanja wa Simba Sports Club 100% katika upande huo. So kuna kitu cha ziada na cha tofauti ambacho kionekana. Kila mmoja amekuja na ramani yake na kila mmoja anazungumza upande wake. Walio wengi wamekuja na tamko la Jairut kwamba Jairut si ndiye tunatamba naye, na kwa nini wakati ambao Mo Dewji hajamuona Jairut akiwa anatoa zile picha na ramani kwa wakandarasi, mbona hiyo barua kuandika mapema zaidi ya sasa hivi miaka 7 akiwa ndani ya Simba katika issue ya uwekezaji, hakuwahi kuweka wazi zaidi kile ambacho kinahitajika. Kumbuka Simba tayari wamepata katiba mpya, nao upaswa kufanya chochote kabla ya kupiga hesabu na tathmini ya timu, lakini pia bado inahitaji ugumu wa aina yake kama ambavyo Simba wamepewa katiba mpya katika upande. Tusubiri tuone moto wake, basi moshi utakapotokea tutakwenda kukujuza yale ambayo yatakuwa yanaonekana. Kila mmoja katika nafasi yake anazidi kutama na kila ambacho anaamini kitakwenda kuisaidia timu yake na kuifanya timu kuwa katika uimara. Hii Sky Media, sehemu pekee ambayo unabadilika na kupata taarifa na update za moja kwa moja. Kikubwa kisha uweza kusubscribe.